ninaachilia kicho cha Bwana kwenye mioyo yetu katika majira haya ya kupokea ukamilifu. Acha kanisa lako tuipokee hofu ya Bwana, tuipokee hofu ya Bwana, tukipokea kicho cha Bwana katika kila hatua, katika kila jambo tunalolifanya. Tufanye tukikuhofu wewe, tufanye tukikuhofu wewe kwa jina la Yesu. Hebu iombe hofu ya Mungu ndani yako, mtu wa Mungu, katika kuishi kwako, katika kuenenda kwako, katika utumishi wako, katika kila hatua unayoifanya. Uvifanye ukiwa unamhofu Mungu, uvifanye ukiwa unamuogopa Mungu. Ujue yuko Mungu aonaye yote, ujue yuko Mungu anayeweza mambo yote, ujue yuko Mungu anayekujua sana. Roho Mtakatifu aiachilie hofu ya Bwana, aiachilie hofu ya Bwana, aiachilie hofu ya Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hofu ya Mungu inadhihirishwa na kuzishika sheria za Bwana. Hofu ya Mungu inadhihirishwa na utii. Sema, Roho Mtakatifu, imeandikwa kwenye neno lako ya kwamba utaziandika sheria zako kwenye kibao cha moyo wangu, ili nyakati zote na majira yote nitembee kwa kufuata sheria yako, nitembee kwa kulitii neno lako. Katika majira haya, acha sheria ya Bwana iandikwe kwenye vibao vya moyo wangu. Mwambie tu Roho Mtakatifu aiandike sheria ya Bwana kwenye moyo wako, aziandike njia za Bwana kwenye moyo wako. Kila hatua utakayoichukua, sheria ya Bwana itakuongoza, sheria ya Bwana itakuonyesha cha kufanya. Kupitia sheria za Bwana kuwa ndani yako, unajengewa uwezo wa kumtii, unajengewa uwezo wa kuzitenda, unajengewa uwezo wa kufuata maagizo ya Bwana. Mwambie tu Bwana, katika majira haya, acha sheria zako ziandikwe ndani ya moyo wangu, acha sheria zako ziandikwe ndani ya moyo wangu, acha sheria ya Bwana iandikwe ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana-kondoo. Na ninakuja kwako Roho Mtakatifu, ninauomba uwezo wa kiungu utakaoniwezesha kutembea katika sheria za Bwana. Ninauomba tu uwezo wa Mungu utakao kusaidia kuzitii sheria za Bwana, maana ni roho wa kumcha Bwana anatuwezesha kutii, anatuwezesha kushika sheria za Bwana, anatuwezesha kushika maagizo ya Bwana. Mwambie tu Roho Mtakatifu, katika majira haya ya ukamilifu, nipe uwezo wa kutenda sheria zako, nipe uwezo wa kulitii neno lako, maana imeandikwa, utakapoingia ndani yangu utaniendesha katika sheria za Bwana, nami nitaweza kuzitenda. Mara hii Bwana, unapoiachilia hofu ya Mungu ndani yangu, ninaupokea utii kutoka kwako, ninaupokea uwezo wa kuzitenda sheria za Bwana, ninapokea nguvu ya kutembea kwenye sheria za Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Roho wa kumcha Bwana niwezeshe kutembea kwa kumfuata Mungu, kumcha Mungu na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake na kumtumikia kwa kutetemeka. Hebu omba ombi hilo. Roho wa kumcha Bwana achilie uwezo ndani yako utakao kusaidia kushikamana na Bwana, kuisikia sauti ya Bwana, kumtumikia katika kicho cha Bwana, katika kicho cha Bwana, katika kicho cha Bwana, katika jina la Yesu. Roho wa kumcha Bwana anatufanya, anatuwezesha kuyaona maagizo ya Bwana ya kwamba si mzigo mzito. Sema, Baba, katika jina la Yesu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, macho yangu ya
Bwana ya kwamba si kitu kizito. Nizione sheria ya Bwana kwamba zimebeba uzima wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu omba ombi hilo. Roho wa kumcha Bwana ayakuwezeshe kuziona sheria za Bwana ya kwamba si mzigo mzito. Maana Bwana alisema, njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Anasema, jifungeni nira yangu, maana ni nyepesi. Sheria za Bwana ni nyepesi, inawezekana kuzishika. Mwambie tu Roho wa kumcha Bwana akuwezeshe kuyaona maagizo ya Bwana ya kwamba ni mepesi, ya kwamba inawezekana, ya kwamba inawezekana ukaishi kwa kufuata sheria za Bwana. Ni kazi ya Roho wa kumcha Bwana, anakufanya uyaone maagizo ya Bwana ya kwamba yanawezekana, ya kwamba si mazito, ya kwamba ni mepesi, katika jina la Yesu. Hebu omba ombi hilo. Mungu hawezi kumpa mtu wake jambo linalomzidi nguvu. Ikiwa Bwana ametuagiza, ni kwa sababu anajua tunaweza kufanya. Acha katika majira haya ya kupokea ukamilifu wa neema, Roho Mtakatifu atuongoze, atuwezeshe kuyafurahia maagizo ya Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe kufurahia sheria za Bwana, nipe kufurahia maagizo ya Bwana. Nyakati zote palipo na neno la Bwana, nifurahi kulitenda, nifurahi kulitenda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Muombe tu Roho Mtakatifu akufanye kufurahia maagizo ya Bwana, akufanye kufurahia sheria la Bwana, akufanye ulipende neno la Bwana, kwa sababu si zito, kwa sababu ni jepesi, kwa sababu halitakuelemea. Ni kazi ya adui kutufanya tuone maagizo ya Bwana ni mazito, lakini kupitia Roho wa kumcha Bwana, sheria za Bwana zinabebeka, sheria za Bwana zinatekelezeka, maagizo ya Bwana yanatekelezeka. Acha Roho wa kumcha Bwana leo akupe kuona sawasawa. Daudi akasema, nayafurahia maagizo ya Bwana, nazifurahia sheria za Bwana, nafurahia hukumu za Bwana, maana ni nyepesi. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, mwambie tu Roho Mtakatifu, nipe uwezo wa kutii maagizo ya Bwana kwa haraka, kwa kufurahi, kwa kumpenda Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu, niwezeshe mara hii kulitii neno lako kwa haraka, kuyatii maagizo yako kwa haraka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeremia akasema, nawezaje kutulia ikiwa nina agizo la Bwana? Mara hii Roho Mtakatifu akuwezeshe mpendwa kutii kwa haraka, kwa moyo wa kupenda, huku ukimfurahia Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwambie tu Roho Mtakatifu akusaidie, akufanye kuyatii maagizo ya Bwana kwa haraka, akufanye kuyatii maagizo ya Bwana kwa haraka. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie. Roho wa kumcha Bwana niwezeshe, nisaidie Bwana, nipe kuyaona maagizo yako kuwa ni mepesi, nipe kuyaona maagizo yako kuwa si mzigo mzito. Niwezeshe kutii, niwezeshe kutii kwa haraka, niwezeshe kuchukua hatua kwa haraka. Majira haya Bwana, ninapopokea roho wa kumcha Mungu, sitajiuliza mara mbili, sitajiuliza mara mbili, sitatafuta ushauri wa mtu linapokuja swala la kumtii Bwana. Maana roho wa kumcha Mungu atatenda kazi
ndani yangu. Kama neno linavyosema, nalifanya haraka wala sikukawia kuyatii maagizo yako. Mwambie tu roho wa kumcha Bwana, niwezeshe mara hii, niwezeshe mara hii kukutii kwa haraka, kukutii kwa haraka, maana unapendezwa na mtu anayekutii kwa haraka. Daudi anasema, nalifanya haraka wala sikukawia kuyatii maagizo yako. Acha nami mchana wa leo ninapopokea roho wa kumcha Bwana, aniwezeshe kuyatii maagizo ya Bwana kwa haraka, kuyatii maagizo ya Bwana kwa haraka. Paulo akasema alipokutana na Bwana, anasema sikufanya shauri na wanadamu. Kuanzia saa ile nilimfuata Bwana bila kurudi nyuma. Acha roho wa kumcha Bwana, aachilie utii ndani ya watu wake, aachilie utii ndani ya kanisa, tena utii wa haraka, tena utii wa haraka, maana Bwana anapendezwa na watu wanaomtii. Bwana anavutiwa na watu wanaomtii kwa haraka. Bwana anapendezwa na watu wanaotii kwa haraka. Mwambie tu Roho Mtakatifu, maana nakufanya uyafurahie maagizo yake, akuwezeshe kuyatii kwa haraka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Sema, roho wa kumcha Bwana, nipe kuyapenda mambo ambayo Mungu anayapenda, na nipe kuyachukia mambo ambayo Mungu anayachukia. Hebu omba ombi hilo, omba ombi hilo. Roho wa kumcha Bwana huwaongoza watu wa Mungu kuyapenda mambo ambayo Mungu anayapenda. Huwaongoza watu wa Mungu kuyachukia mambo ambayo Mungu anayachukia. Ikiwa Mungu anachukia dhambi, na wewe utaichukia dhambi. Ikiwa Mungu anafurahishwa na utakatifu, na wewe utafurahishwa na utakatifu. Ikiwa Mungu anafurahishwa na njia ya haki, utaipenda haki. Ikiwa Mungu anafurahishwa na mtu mwenye upendo, utachagua upendo badala ya chuki. Ikiwa Mungu anafurahishwa na unyenyekevu, utachagua unyenyekevu badala ya kiburi na majivuno. Mwambie tu Roho Mtakatifu, katika majira haya ya kupokea ukamilifu wako, uelekeze moyo wangu, ushikamane na moyo wa Mungu, ili niyapende yale Mungu anayapenda, na nichukie yale Mungu anayachukia. Kwa jina la Yesu, nichukizwe na dhambi, nichukizwe na mambo yasiyofaa, nisiwe miongoni mwa watendao mambo hayo, bali nifurahishwe na sheria ya Bwana, bali nifurahishwe na utakatifu wa Bwana. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu, lijenge kanisa lako kuambatana na moyo wa Mungu. Tupe kuyapenda yale Mungu anayapenda, tupe kuchukizwa na yale yanayomchukiza Mungu, ili tutembee katika utakatifu, katika kicho chako, katika heshima yako, katika kukucha wewe. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, mara hii moyo wangu unashikamana na yale yampendezayo Mungu. Moyo wangu unayaelekea yale yampendezayo Mungu, na kila ambacho Mungu anachukizwa nacho, nami natangaza kukichukia. Naichukia dhambi, nachukia ugomvi, nachukia mafarakano, nachukia masengenyo, nachukia wizi, nachukia uasherati. Nami ninafurahishwa na adili, na upendo, na uvumilivu, maana haya ndiyo Mungu ayapendayo. Kwa jina la Yesu, acha roho wa kumcha Bwana ashuke ndani ya kanisa, ashuke ndani ya watu wake, atuongoze kuyapenda mambo ambayo Mungu anayapenda. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Sema, Roho Mtakatifu, ugeuze moyo wangu
kuelekea moyo wa Mungu. Ugeuze moyo wangu kuelekea moyo wa Kristo. Ugeuze moyo wangu kukuelekea wewe, kwa jina la Yesu. Acha moyo wangu usifurahie mambo yasiyofaa. Moyo wangu